Siasa, siasa, siasa. Siasa inatafsiriwa kama sayansi na sanaa ya kutawala watu na rasilimali za umma. Kwa hiyo hii ni maana halisia, unaweza kusema ni maana ambayo ni neutral. Lakini ningependa kukurudisha nyuma miaka ya 30, tena ilikuwa mwaka 1936, mwanazuoni wa Kimarekani anaitwa Harold Lasswell aliandika kitabu ambacho anajaribu kufafanua maana ya siasa, na yeye anatoa fasili ya siasa kama nani anapata nini, lini na kwa njia ipi. Sasa ina maana kwamba kuna vitu vya msingi ambavyo tumevigusia hapo awali katika siasa, ambavyo kwanza ni kutawala watu na wanaotawala hawa ni watu. Ina maana kimsingi unazungumza wanasiasa ambao wanatafuta nafasi za kisiasa. Sasa tunavyozungumza lini ni kwamba kwa mchakato upi ambao wanatafuta hayo madaraka ya kisiasa, na ili wakasimamie rasilimali za umma na kuongoza watu. Sasa ni mchakato ambao unaleta maslahi mapana sana ya watu pamoja. Hatukatai watu kama Harold Lasswell wanapokuja na fasili hizo za siasa, kwa sababu ndo kimsingi ni mambo ambayo yanaleta uhalisia wa siasa. Huo watu unavyokuta labda pengine makundi fulani yanavurugana, vyama vya siasa, labda pengine asasi za kiraia, makundi mengine ya kijamii yanavurugana kwa sababu ya kile kitu ambacho hawakipati. Yani wanakitegemea lakini hawakipati katika siasa. Ni kwa mantiki hiyo basi, siasa hujumuisha ushindani wa mawazo, utungaji na utekelezaji wa sera, utoaji wa uamuzi na usimamizi wa rasilimali kupitia taasisi za serikali, vyama vya siasa na ushiriki wa wananchi. Kazi ya siasa iwe ya chama au ya vyama ni kuwashirikisha watu, kutoa mawazo yao na kufikia mahali ambapo jamii inakubaliana kwamba jambo hili lina manufaa kwao. Sasa sisi kama chama au sisi kama jamii, kuna wakati unafika tunashindwa kukubaliana, na kutokubaliana nayo ni sehemu ya siasa, kwa sababu huwezi kuwa na siasa ambayo watu wote wanakubaliana bila kupingana. Hata ndani ya Chama cha Mapinduzi sio kwamba kila tunachofanya tunakubaliana wote, ila tunafikia mwafaka kwa kujadiliana. Unaweza kuwa na jambo ambalo watu wengine labda wanaliona si sawa, lakini mkiweka mawazo yenu pamoja, kile mtakachokubaliana ndio mwafaka, na kwa hicho ndicho kitakachotekelezwa na ndio kitakachoelekeza hicho chama au nchi kufanya. Siasa si tu harakati za kutafuta uongozi, bali ni chombo kinachoratibu mahusiano kati ya dola na wananchi ili kuhakikisha utawala bora, uwajibikaji, haki, amani na maendeleo endelevu. Siasa za Tanzania zimejengwa katika misingi ya umoja. Ingawa tofauti za mawazo zimekuwepo, ushindani umekuwa ukichagizwa na siasa zenye staha na kuvumiliana. Nilipokuwa naongea delegation ya Angola, waliniuliza, mwalimu aliwaachia nini mtakachobaki nacho? Niliwaambia tuachia mambo mawili tu ambayo yataishi na sisi. Moja ni uhuru. Niliwaambia uhuru tulitafuta, hatuwezi kuruhusu tena upotee. Kwa hiyo zawadi ya mwalimu ya milele. Ya pili ni umoja. Umoja ambao Tanzania duniani hapa ni nadra kuupata. Hivyo ndivyo tulivyo sisi wa Tanzania. Sasa tofauti zetu zisije zikavunja misingi. Kwa hiyo tuwe na mipaka katika katika kubadilishana mawazo. Tusije tukavunja misingi. Maana tukivunja misingi tuliachiwa hatakuwa na nchi. Na sisi tuna nchi moja tu. Ushauri wangu ni kwamba baba wa taifa ni baba wa taifa, sio baba wa CCM. Kwa hiyo vyama vyote tujaribu kadri tunavyoweza kuhakikisha kwamba uhuru wetu unalindwa na amani ya nchi hii ambayo inatokana na umoja wetu inalindwa. Tofauti zetu tusimalize kwa njia ya mazungumzo. Ama kwa hakika siasa si vita, bali ni mashindano ya hoja.
Wanasiasa ambao ni wa vyama mbalimbali wanapaswa watangulize amani mbele, unaona, kwa sababu haki inaenda na wajibu. Kwa mfano, kama mtu una haki ya kuzungumza, lazima na wewe pia ujue una wajibu wa kusikiliza. Haki yako ni kuzungumza, freedom of speech. Lakini wajibu, usisahau kwamba pamoja na kwamba una freedom of speech, una haki ya kuongea, lakini pia wajibu wako ni kusikiliza pia na wenzako. Umeona? Mwisho wa siku mtoke na jambo moja ambalo linaelekea kwenye amani. Unaona? Ndio hivyo, hicho tu ndio wanachokisahau, kwa sababu mtu anasema mimi na haki ya kuongea, anashawishi watu vitu vibaya nini, anaona anasahau wajibu wake wa kusikiliza pia. Sasa na kuwasikiliza na wengine jambo muhimu. Nachoomba rai yangu kwa serikali, wajitahidi kutengeneza maridhiano. Mimi ninachowaambia wapinzani pia, rai yangu ni moja tu kwao. Wao nao wafikirie kukaa chini na serikali. Kama serikali wamewaomba kukaa chini ili wafanye maridhiano, ni sahihi, lakini na wao watoe nafasi kwa serikali ya kwamba serikali inatakiwa ishuke chini iwasikilize wapinzani, na wapinzani sikilizeni serikali. Hakuna jamii isiyokuwa na tofauti za mawazo. Hata hivyo, tofauti hizo zinapaswa kugeuza kuwa chachu ya maendeleo badala ya chanzo cha migawanyiko. Mimi nawashauri wanasiasa wakae na serikali ambayo iko madarakani, chama wakae waliziane, mizani ikae sawa. Sasa wanaingia tukitaki, kwa sababu unajua kuna kitu kinakataliwa kwa sababu sio mtu anakataa tu. Unaona? Wakisema bwana hapa hakiko sawa hivi, serikali inasema bwana hapa na sisi tunataka tuweke hivi, ndio maliziano yalivyo. Mimi ningependa kuwasihi wanasiasa kwamba hili jambo lipo mikononi mwao na lipo chini ya uwezo wao kujaribu kuleta maridhiano ya dhati na kuhakikisha kwamba wanairudisha nchi katika misingi sahihi. Nilikuwa natamani tuchukue initiative sisi wenyewe kama nchi, na ndio maana na wasihi wanasiasa wetu wajaribu kuchukua initiative ya kujaribu kuleta haya maridhiano ya dhati, kama vile mazungumzo kama walivyofanya Zanzibar. Nadhani tutafika kuzuri zaidi, na hii nchi ina uwezo wa kupiga hatua kubwa sana za kimaendeleo, za kiuchumi, maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kisiasa, maendeleo ya kidemokrasia, na nalipo chini ya uwezo wetu sisi wenyewe. Hatuhitaji mtu yote kuja kutupangia, lakini ningetamani tuone kabisa jitihada za dhati zinafanyika ili tufikie maridhiano na tuhakikisha kwamba hii nchi inapata utangamano wa kisiasa. Tanzania haina sababu ya kukodisha hekima kutoka nje ili kufikia maridhiano ya kisiasa, kwa sababu suluhu za changamoto zetu zina mizizi ndani ya historia na utamaduni wetu wa mazungumzo. Tanzania imejengwa kwa misingi ya umoja na mshikamano. Suluhu ya tofauti zinafanyika kwa kukaa mezani, kusikilizana na kujenga mwafaka. Ndio maana Waswahili husema mti wenye mizizi imara hauhitaji kushikiliwa na upepo wa mbali. Itakumbukwa kwamba Tanzania ina uzoefu wa kufanya maridhiano yenyewe. Labda nikukumbusheni tu baadhi yake kwa ufupi. Maridhiano ya Zanzibar mwaka 1999 baina ya CCM na CUF. Maridhiano ya mwaka 2001 yaliyozaa muafaka wa pili kufuatia kutotimizwa kikamilifu maridhiano ya mwaka 1999. Maridhiano kati ya Amani Abeid Karume
makamu mwenyekiti CCM Zanzibar, na Maalim Seif Sharif Hamad CUF tarehe 5 mwezi wa 11 2009 ili kuondoa uhasama uliokuwa unajengeka kwa baadhi ya Wazanzibari. Maridhiano ya mabadiliko ya katiba Zanzibar mwaka 2010 yaliyosababisha Wazanzibari kuondokana na mfumo wa mshindi wa uchaguzi. Sasa kwa swala la Zanzibar, kwanza Zanzibar huko nyuma ilikuwa na migogoro mingi sana, na migogoro mingine sitaki kukieleza kwa sababu haikuwa mizuri sana kwa jamii ya Zanzibar na kwa Tanzania. Kwa sababu huwezi kusema kuna mambo ya Zanzibar ambayo hayawahusu Watanzania wengine. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano. Ukitokea matatizo Zanzibar yanahusu Tanzania, yakitokea bara yanahusu Zanzibar vile vile, maana Zanzibar inaathirika kama wanavyoathirika Watanzania wengine. Kwa hiyo historia ya Zanzibar iliwafikisha mahala wakakubaliana kwamba namna pekee wanaweza kuendesha ile nchi kwa amani na utulivu na kwa makubaliano ni kuwa na katiba ya inayoweka serikali ya umoja wa kitaifa. Katika kuhimiza suala la maridhiano, Rais Dr. Samia aliasisi dhana na falsafa ya R4 ambayo inafanyiwa kazi na wadau wa demokrasia katika shughuli za siasa. Tarehe 9 mwezi wa 7 2026, historia ya maridhiano ikaandikwa kwa wino wa dhahabu Zanzibar. Kwanza ni jambo la kujivunia kwamba tuna uwezo wa kutatua matatizo yetu wenyewe bila kuwategemea wa nje. Ukiacha ule mwaka wa kwanza wa 95 ambapo Commonwealth ndio walikuja kuingia katikati, lakini bahati mbaya utekelezaji wake haukuwa nzuri. Kwa hiyo kwanza uzoefu wa kuwa na mipaka Zanzibar ni mkubwa na upo, lakini ustahimilivu wa wananchi kungoja matokeo ya mwafaka nao ni mkubwa sana. Hili ni jambo la kupongezwa wananchi, lakini kupongezwa na viongozi wenyewe, kwa sababu viongozi wenyewe kama hakusimama imara, wenyewe wananchi wangeweza kuyumba na hatimaye tukaingia kwenye machafuko makubwa. Kwa hiyo nataka nitoe pongezi maalum kwanza kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Nitoe pongezi maalum kwa mwenyekiti wa ACT Wazalendo na timu yake kwa kuweza kuzungumza na viongozi na wanachama wao na hakikisha kabisa nchi yetu inabaki salama na tunaingia kwenye mazungumzo haya na hatimaye tupate mwafaka ambao unategemewa. Hili ni jambo moja la kujipongeza na kuwasifu sana, lakini vipongeze vile vile vyama vingine vya upinzani nao vya siasa, ambapo unakumbuka siku ile iliyotokea matokeo ya uchaguzi walijitokeza wazi na kuunga mkono, pamoja na kwamba kulikuwa na tofauti hapa na pale. Yote ni kuonesha kiasi gani Wazanzibari na Watanzania kwa jumla wamekomaa kisiasa na kweli kusimamia amani na utulivu wa nchi yao. Hilo ni jambo moja nataka niwapongeze sana viongozi. Dunia ikishuhudia uwasilishwaji wa tamko la pamoja la muafaka wa kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo. Muafaka huo ni hatua thabiti kwa maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hati zetu hizo tulizoweka sahihi Katika hafla hiyo, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, alibainisha umuhimu wa muafaka kwa maendeleo ya taifa. Kwa wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Nchi zote zilizopiga hatua ya maendeleo, hasa nchi za visiwa, zimetanguliza hazina kuu 5. Ya kwanza ni utengamano wa kijamii, yani national cohesion. Ya pili, serikali yenye uadilifu, uwazi na inayoongozwa na utawala wa sheria, an honest government where the rule of law reigns. Ya tatu, uwajibikaji. Ya 4, utulivu wa kisiasa na wa kimaamuzi. Na ya 5, amani na utulivu endelevu, yani sustainable peace and stability.
Zanzibar ni nchi ya uchumi wa huduma za biashara. Inayo ndoto ya kuwa kituo kikuu cha biashara, huduma za usafirishaji na huduma za usafirishaji. Hivyo hii ni ndoto ya karne nyingi. Ni jadi yake, ni asili yake. Hayo yanahitaji mfumo imara wa uchumi wa kitaasisi, yani corporate economy, soko huria, soko la mitaji, taasisi imara za kuchunga uchumi na taaluma, yani economic regulation, na mfumo wenye ufanisi wa utatuzi wa migogoro na utoaji wa haki. Hivyo ni wazi kuwa hatua zinazokusudiwa kuchukuliwa sio tu za manufaa ya kisiasa, bali maslahi mapana ya kijamii, kiuchumi na kiutawala. Ni juhudi za kujenga na kuipeleka mbele Zanzibar ili iweze kutimiza ndoto zake kwa faida na manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Ni wajibu wetu viongozi wa ngazi zote za kisiasa, wa kisiasa, kiserikali, binafsi na wa dini, ulifahamu hilo na kuonyesha njia sahihi kwa wananchi wote. Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alisema kuwa maridhiano yanaimarisha amani, umoja, mshikamano na maendeleo ya Zanzibar. Ni dhahiri kuwa hatua ya mwafaka tunayoilenga baada ya utiaji wa saini tamko hili la pamoja itazidi kuimarisha imani za wananchi na wadau mbalimbali, wakiwemo wawekezaji, wafanya biashara na washirika wa maendeleo katika kuendelea kushirikiana na Zanzibar katika utekelezaji wa mipango yetu mbalimbali ya maendeleo. Hivyo, natoa wito kwa viongozi wote wa vyama vya siasa na wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira hii njema ya kuleta maelewano na maridhiano ili kuchochea maendeleo na mustakabali mwema wa nchi yetu. Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Aidha, sababu nyingine inayonipa matumaini ni kubaini kuwa wananchi wengi wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla wanataka maridhiano, ni waumini wa umoja, amani na mshikamano. Mheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, katika kufanikisha utekelezaji wa tamko hili la pamoja, naomba sana dua za viongozi wa dini na waliunge mkono jambo hili. Aidha, napenda nitoe wito maalum kwa wananchi wote wenye nia njema na wapenda maendeleo kuona umuhimu wa kuunga mkono hatua hii ya utiaji saini wa tamko la pamoja, kwani maendeleo ya Zanzibar yataletwa kwa jitihada zetu za pamoja, nchi ikiwa katika hali ya amani, umoja na mshikamano. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akawakumbusha wanaharakati, wanasiasa na jamii kwa ujumla kufanya siasa za staha. Nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa, dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anaipenda nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu
na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii, niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi, niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Maridhiano siyo kutafuta mshindi na si mwisho wa ushindani wa kisiasa. Ni mwanzo wa ushindani wenye staha unayoheshimu sheria, taasisi na utu wa kila mwananchi. Hoja zinaweza kutofautiana, lakini heshima isibadilike. Kauli zinaweza kutofautiana, lakini uzalendo ubaki kuwa nguzo ya wote. Maridhiano si udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja, lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi, kujali maslahi na ustawi wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mwelekeo huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua ukurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hakika jitihada hizi zinapaswa kuendelezwa na kuenziwa. Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana kwa kuwa uungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Uungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa. Uungwana hutufunza au hautufunzi kiburi na kutosikilizana. Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali ya umoja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliyofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali ya umoja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo, wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoionyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho, na imani tuliyoijenga kwa muda mrefu isiangushwe na maneno au mienendo isiyo na tija. Na hizo ndizo siasa za maridhiano, siasa za ushindani zenye tija na siasa za maendeleo zinazojikita katika ustawi wa Tanzania. Wahenga walituachia hazina ya maneno wakisema, mti mmoja peke yake haujengi msitu. Kwa msingi huo, Tanzania ni simulizi yenye kurasa nyingi sana, na kila ukurasa unaandikwa na Watanzania wote ukiakisi tunu za taifa letu. Siasa za maridhiano si hadithi ya kushinda au kushindwa, bali ni hadithi ya kujengana.
Ni safari ya kubadilisha tofauti kuwa nguvu ya pamoja, migawanyiko kuwa umoja, na maneno kuwa maendeleo, kwa sababu mwisho wa yote ushindi mkubwa si wa upande mmoja, bali ni ushindi wa Tanzania. Naam, nakupenda Tanzania.